ubukwe ni impano ikomeye Imana yaduhaye ngo twishime, harimo ibyiza byinshi binezeza iyo bucuzwe nk'uko yabigambiriye. Ubukwe ni impano ikomeye Imana yaduhaye ngo twishime, harimo ibyiza byinshi binezeza iyo bucuzwe nk'uko yabigambiriye. Iyo urugo rwubatswe abarushinze bahabwa imbaraga zishitse, bakarema uruziga rwera iyo bemeye Imana ikaganza. Iyo urugo rwubatswe abarushinze bahabwa imbaraga zishitse, bakarema uruziga rwera iyo bemeye Imana ikaganza. Ingorane niziza ziyadukije, zirikana ko ari rusange mw'isi, mufatanye kuko ari byo bikwiriye, nimujye inama Imana izabarwanirira. Ingorane niziza ziyadukije, zirikana ko ari rusange mw'isi, mufatanye kuko ari byo bikwiriye, nimujye inama Imana izabarwanirira. Muzasaba umukiza ababe hafi no mu bihe bibi bigoye, ico nibikuba azabyeyura binduka umuco utangaza. Muzasaba umuremyi ababe hafi no mu bihe bibi bigoye, ico nibikuba azabyeyura binduka umuco utangaza. Uru rugo mubatse ruzarimbishwa ubugiraneza, impuhwe n'urugwiro, abamarayika nibwo bazarugenda, kanini Imana iyahererwa icyubahiro. Uru rugo mubatse ruzarimbishwa ubugiraneza, impuhwe n'urugwiro, abamarayika nibwo bazarugenda, kanini Imana iyahererwa icyubahiro. Haba mu bikorwa no mu magambo hose ntihakabe kunyuranya, mureke Imana abe ari yiyobora byose. Haba mu bikorwa no mu magambo hose ntihakabe kunyuranya, mureke Imana abe ari yiyobora byose. Hari ingingi nziza kandi zikomeye tubasabira ngo abe arizo mwubakaho, ku rukundo, ubwenge no kwihangana bigaragare muri urugo rushya mushinze. Hari ingingi nziza kandi zikomeye tubasabira ngo abe arizo mwubakaho, urukundo, ubwenge no kwihangana bigaragare muri urugo rushya mushinze. Ijambo ngo
ngurakoze ryongera umwete n'akanyabugaburi bwiwe. Mbabarira n'ijambo ryiza riwacu umujinya mu muntu. Baho nimuyakunde azubaka umubano wanyu. Ijambo ngurakoze ryongera umwete n'akanyabugaburi bwiwe. Mbabarira n'ijambo ryiza riwacu umujinya mu muntu. Baho nimuyakunde azubaka umubano wanyu. Baho nimuyakunde. L'hymne national. Tutakilika tukawasi, maana tunachukua kama journal ile kelima surcharge. Mtatusaidia mtulie, mkubwa apate kuzungumza zaidi na vijana wake yale ambayo ameandaa kwa siku ya leo. Labda tukikumbushana tu, maana Biblia inasema na ndoa iheshimiwe na watu wote. Mwenye iko humu atusaidie, atie kwanza telefone yake sio vibre tafadhali. Mwenye kiti kwa heshima kubwa tunakuachia nafasi. Mara nyingine hamjambo kwa wote. Kila mmoja kwa jina lake na kwa cheo chake ajisikie huru tunasema kabisa. Tunakuja kundoa. Ndoa inatoka na marealite zake. Ndoa inakuwa kosi na makaprisi za kwani. Kwa nyinyi ambao mnakuja kutimiziana mapromesi zimepatianaka, kujua kwamba vya kupanda vya kushuka vinatoka ndani ya ndoa, na kama vinakufikia usishituke, ni kawaida. Unataka sinye kontra mbele ya waheshimiwa wazazi, mbele ya waheshimiwa marene na mbele ya mfalme wote. Ambayo kunataka sinye ni kuondoa inaisha ili kwanza tukima ya pili
hakuna desturi tunataka mbeleni, hakuna hotuba bali tunataka zungumza pamoja na nyinyi mambo ya kawaida, mambo ambayo inakuwa kudumu. Hakuna examen, hakuna competition, hapa hakuna mwenye shinda mwingine. Sawa, sio kusema tunataka tuko sawa sawa. Mimi tunataka kukumbushana tu. Tunataka uliza sheria hii inasema nini kuhusu ndoa, kusudi ya ndoa, huko maobligasio na madevoir zenye wana harusi, bibi harusi wanapaswa kuwa natimiziana, na departementalisation des tâches. Nani atafanya hii? Nani atafanya hii? Tutajaribu kuona pato ambayo tutapata namna gani tunaweza kuitumikisha. Wala ebe waheshimiwa wapenzi, yale ambayo tunataka kuzungumzia nawaza muda wa saa moja. Tunataka fanya debate exchange pamoja na nyinyi. Unaweza kuuliza ulizo na jibu. Kama kuna swali fulani unaweza kuwa nayo na wewe tu unaiuliza tetre atravers hii mkutano yote unaweza pata tetre jibu, hata kama hautakuwa satisfait. Donc vraiment mais au moins utapata mafasikio fulani. Photographe hii kupresione na hii kupresione. Kwa hiyo napenda niongee na watu mkubwa moja. Sasa baba hivi tuko pamoja, unaweza kumwambia etat civil yako ni ya wapi? Votre etat civil pareil bazazi bako tena huko msare kulibarate kulibarabisha. Sasa sekretari ya ibisi yaelewa. Dada sio wewe. Amna sikia ile kwa tungesema kumagie. Sawa. Kama tunataka kuomba document Maria. Karibu sana sasa. Ego mnasema tulipendelea tukumbushane kwa hii wazo moja tu. Sawa? Comportement. Sawa, comportement. Kama tabia sio comportement. Au kuishi namna kuishi. Au maisha sawa ya celibatere na ya mtu mwenye ashaoa. Kwa tofauti. Celibatere yeye anaangalia kitu iko tu hivi, anaishi hivi. Baba mkubwa, leo umeoa. Sasa sipozo ni mfano bila tunasipoze huyu dada yangu, sawa, kesho au kesho yake au siku zenyewe ziko mbele, dada yangu alishinda ni mzima na uzima, kazi zote za nyumbani amezitumika kwa mbona tejana pia mbona tejana ambiance iko sasa 18 mwenga la dada ni mzima. Mais vers minuit anaanza kukosa kikosi na basi moto inaanza panda haishuke. Sawa mkubwa anaweza kukombolea hasa kwa kuangalia kwa kufanya unaangalia utafanya Intervention sur la base de dames. intervention ya Tafuta dawa. wapi? Hospitali. Hospitali. Ile ndio lipo nasema kama muombea utaambia kama unakuja hapa mtoto tunapanda mtie kumukono esa wewe kuna mimi utasaidia kuna papa miaka mmoja saa ngapi l'entreprise Ujitegemee kwa Mungu. Masekuru
zitakuwa asubuhi. Mimi kwanza toka huko na magostime zingine za bagrare responsable. Wale wenye wako nyuma yenu tunawatolea. Mimi bado nyama yasi. Lakini sawa. Sasa kwa mambo mpate nini? Sasa kuna kama udada mwenye leo unajua kuboresha kuanzia leo ataanza kuna ukontrole. Kuanzia kunyele mpaka kulikuja utamstahili kwa nani? Hakuna kidogo. Na wakati na ukontrole usisemaka hivi. Sasa wewe unaanza ile ubibi mbele yangu. Baba upende humu, usipopenda humu ataingia na utamkontrole. Service tebeka. Sasa leo mnakuja kujiunga, mnakuja kuwa integre mu communauté ya bagrare responsable. Mtu fulani mbele ya kubaliwe mu communauté fulani wanaombakizaka. Sasa étant donné que kuna kama iko communauté ya bale tunawabatiza kwa jina la Vumilia. Dada, unasikia jina? Jina gani? Baba jina? Jina usikumbuke haya. Sasa aipewa kostini na makravati panipatia jina inatoka wapi? Umeoa, umeolewa, upende. Usipopenda hata jina ukatale itakutafuta. Iko ni jina sheria. Ni loi gani jina tulijia? C'est la loi numéro 16 par 008 du 15 juillet 2005. Mbele ilikuwa na loi 87 par 010 du 1er août 1987. Mais itakuwa ni hao damu zetu tunataona. Hata kupisha hili. Ya kwanza ni article 3. Wanasheria wamekazia kwamba un jeune garçon et une jeune fille mbele kufikiri hatua. Sawa? Muhakikishane kwanza ya kwamba katikati yenu hakuna mwenye atarutiwa alicelebra mariage vile vile pale un homme et une femme qui ne sont engagés ni l'un ni l'autre dans les liens d'un précédent mariage enregistré. Hizi ni maiterakizi za mrefu. Bwana harusi ile harusi sawa. Wakishana. Eske katikati yetu sisi wawili. Eske hakuna mwenye alicelebra ndoa ingine mbele? Ni ile tu. Ndio kwa mambo sikia. Wanasheria wanakazia sinatini gani? Au tu pamoja. Asio kurejesha leo. Yake kiseme wote wote tunapata kwa. Maana tutabakia na Tunashina kutabakia na wewe. Tunashina. Na wamechaguliwa kwa wasichana wote. Imepita. Mungu wasifu. Ile iingie mwakili na muservo. Mungu wa watu wanajisikilia. Kamera siku zinawakapata wewe. Ile article umekumbuka? Bado? No, seze ndio loi. Maana seze ndio loi yenyewe. Ndio kwa familia 15 juillet 2016. Ndio loi. Ni article 330. Baba yake mama yake wanachukua mali yako. Mais badajia pale marene gérance. Tena na masinyatiri, baba anakubana na sinyatiri. Baba yake anakamata na sinyatiri. Pale marene bwana mimi naanzia hapa, naenda sinyatiri. Ndoa iko na mwisho. Mwisho ya ndoa wa ndugu wapenzi waheshimiwa. Haiko sawa, sisi iko tumewajiwazia kwa kijiji. Hapana. Mimi za shinda mkazi. Kazi zilikuwa za nguvu,
matravaux forcés, stress zinakuwa za mingi sana, servo imechoka sana, ndaenda kunyumba, kwenda kunyumba, kupumzika, kulala. Étant donné que servo ilichoka sana, ndarota sasa vimatoto vya sasa vya nguvu sana, ndoto ya mtu anaitaka ndoto ya Cauchemar. des cauchemars. Asa atrave vile cauchemar vyangu mimi, kunaamka asubuhi unaiwa madame, sikutaki tena bongo yako au ndaki papa, sikutaki tena bongo yako. Ndoa iko na mpangilio. Sasa mpangilio ni gani ya ndoa? Kuhusu kuacha bibi au kuacha bwana? Kipengele ya 349. Sawa, kifo ndio na mbemi. Sawa, ETC nasema c'est l'article 349. Mungu babu. Babu. Jona baba na traduire. Ah, c'est bon, pas problème. Merci beaucoup. Sawa. Hapa unasikia? Na wewe article combien? 330 ni yeye utaishi naye peke. 349. Hizi article msije mwaki. Tulikuwa tunakumbushana. Ndio sawa? Unamkumbusha. Sasa nataka panda tunakumbuka marene pale walikuwa weekend track. Tusibaka ni ni mie peke. Tena hizo upepo tunayokutanisha. Sempre ça les amis. Bingine alikwamba hivyo. Un jeune garçon, bobe mkubwa hapa, mkubwa hapa. Siku moja akapiaka kutuona. Sasa shehe. Mbona wakati wa deputy walitunga sheria. Sie papa, tulikuwa leze. Maisha kila mmoja tu anataka akode mnaandika wewe. Hapo anania mbaya. Kwa tunamfuatilia afanye marekebisho. Hii article kwa sasa kama nimesema hivi ndio tume ya kuendeleza ndio. Kisha mimi ndakuwa najikomporte namna gani? Oui, anakuanza kwanza ils sont venus de vivre ensemble et de consommer les mariages. Ndoa ambayo imefanyika officiellement serikali na mtandao wa kanisa, ile ndoa inaomba iwe consommée. Sababu sans consommation haiko ndoa, ile ndoa iko nil et sans effet. Apasa la residence, basi ya kuishi imezungumziwa vile vile maishi ya kitabu shida wote la familia la residence. Hapa loso kisi kuna waza ante wewe pamoja na dada yangu pale, nani mwenye iko na mamlaka ya kukontrendre ama ya kuimpose mwingine basi ya kuisha? Sasa kama kuisha selo wewe uko na wazi ngoja najua ndio hizo ndugu zako na hizo ziko kwa mtu wako naweza kuwa kama sawa sawa kupasha mkubwa huo ndo naiwala angu wewe na dadangu bali huyu yabishi hapa ni selo mie ndio napasha kwa kwanza unapanga ile taratibu. Unaona kama
kama iko na fulani anapenda sote ni apendi fulani. Yeye mimi napenda yeye haipendi. Inaonekana kuna kipatana kwa wewe wote vitu hivi tunawaza kidogo umeoa. Baba yako amekuoa leo. Mwanangu. Sawa. Sasa unawaza hivi. Kwa wewe maana kwa mtu. Maana mizigo yote wa mama wanapeleka watoto kwa baba. Sasa ni yeye. Sasa unawaza hivi. Yeye. Sasa unawaza hivi. Mana sauti kwa chini, ndio sauti yako ndio kweli. Kama tabadilia ile. Kwa baadaye kuna. Hadi kuna jisikia. Sawa, kama kuleta wazo ya bien. Wazo ya bien, baba haiko wewe. Sawa. Haiko. Dada haiko wewe. Na haiko wewe. Mimi nyinyi wawili. Maongezi yenu ya pamoja inaweza determine kwenye mtaishi au kwenye mnapenda kuishi. Ukishaolewa dada, usijisuzestime, usipatie. Sawa, ukamukaza. Kwa sababu article kasa sekamkani ndio nasema bibi na bwana ndio wako na ile sawa, ile mamlaka ya kudetermine kwenye mtaishi. Sasa contraint. Kama unakuwa contraint, ukampeleka wewe ndio wewe wa kifua, sawa? Akarumilia kwa mnaenda baba, baada kwa siku. Okay. Baada ya sheria. Baada ya tu article 4 sasa lazima baba, wewe unapeleka Mungu bila kusema yeye angalia na mirumie baba. Utarepare ile prejudice ila uze. Mamlaka ni mamlaka ya wapi? Kipengele ya 414. Nimesema le mari et le chef du ménage. Na umesikia? Le mari mume ameteuliwa awe kiongozi. Kuwa gani? Na amekuwa banani? Oui, chef. Kiongozi pale Ankravate Angostine amekuwa dada. Mkubwa amekuwa chef ya nani? Oui. Dada unaiwa ile sauti. Wakati mkubwa iko na kuya anachomoa kinatokea sawa. Iko midi. Kuliko na waka. Wako ni hapo. Barabara ndio kule même à distance unapomuona. Kama unataka kujambre unamkulia kudirisha. Chomoka pio toka kwa pio. Enda nje anza yama na kukimbilia. Karibu shefu wangu, karibu shefu wangu. Yewa mchana. Baada ya sisi kwa sababu na utakuwa na kushangilia. Wewe angalia kutenda yama kujiwazi. Shefu wangu, karibu shefu wangu. Sawa sawa. Dada, sio wewe. Kisu unajua lakini ese mtu kama ni chef anaweza komande, unaona hapo. Msema ni chef wako sawa? Ndio mimi nakuuliza. Ese mtu kama ni chef anaweza komande? Ya mzuri ndio ya mbaya. Chef anapaswa komande. Merci. Dada bali sikili na kamera ikufuate video. Dada, eske komandema zote zenye mkubwa hapa ninakuona. Dada, mimi nakuuliza mbele ya marene pale, baba mkwe, mama mkwe. Eske komandema zote za mkubwa bora sikubali? Mon fils. Ya wapi ndio itakamata kwa kabani? Aha, Bo frère. Vitakuwa na sans za Mungu munatungana mzuri. Baba, huyu dada
ukamchunga mzuri, mambo itajibeba. Imagine dada yangu, madroa zake wanze usijetine. Sawa. Maisha inajielekea sinataka. Maisha haina kule na hakuna kodile. Umeo masomo. Wakati mwalimu alisemaka kama mwalimu Ablis do garega kodile. Mwalimu kwa unaishi ipe ya yo. Ndio ya kwanza hii, ndio separation de vie. Article 565. Ya pili, c'est la communauté de biens réduite aux acquis. Pale tuko na njia mbili. Njia ya kwanza ni mali yenye bibi na bwana watashana. Na ya pili hatutaijana. Tutashana ya wapi? Je, tutapata wakati tumeoana. Yenye tulikuwa nayo mbele tuoane ile tulitia pembeni. Iko article 516. Kwa mwisho ndio bien commun universel. Mali yote ni yetu. Est-ce qu'il y a une différence tumeiona? Ile tofauti. Tumesema separation de biens. Kila mmoja anajere mali yake jinsi anataka. Papi kuna franga bibi hata ziona kama. Bibi kama kuna franga bwana hata ziona kama. Ndio ya kwanza hii. Ya pili, iko communauté de biens réduite aux acquis. Kuko njia mbili. Njia ya kwanza ni mali yenye bibi na bwana batachana. Njia ya wapi? Yenye watapata wakati wameoana. Mais supposons, mbele tuoane, kila mtu alikuwa na mali yake pembeni. Ile tutaificha, itakuja kwa uficho. Ya mwisho ndio bien commun universel. Mali yote ni yetu. Ndio zile droit pour les amis si devant. Na waza pale marene wanataka kuassiste na batafanya suivi. Muba proposer moya kati hizi tatu. Wataiandika mutasinya kwayo bakie wa prendre acte na bazazi batapita hapa kuja kusinya kwayo. Hakuna moya ile kama pale marene wangu na jiangalia. Ya pili ya kutumikisha sehemu moja kwa moja mimi ndio naificha. Hakuna hata mmoja. Ya tatu ya kumikisha mali yote pamoja kisoku. Okay, tunawashukuru sana. Mali ni yenu, si hatuwezi ingilia, hatuwezi ingia ule mwingine. Basi watafanya mariage leo akizidi leo pratiki danza. Adipite. Kama ni kesho pratiki danza adipite. Kama ni vendredi samedi pratiki danza adipite. Hasa pratiki tunatia ndani la transparence. Dada mzuri kati ya tuko tarehe gani? Ida hata sawa ida. Akose mungekuja tu na basha kama jomba barabara. Ndapita wapi magari yangu? Mambo watu wangelia. Kwanza wangefundisha watu leo. Dada. Leo tunasimia. Miezi kenda. Kisha hizi masinyatiri za leo. Zibazazi wanawapatia. Unafikiri kama resulta gani ambayo marene washangazi humu batatarajia mbaonesha? Ulizo ni yangu. Matunda gani maboga maana nao? Matunda gani? Ya matunda ya. Unasema haya? Na hizi mlizaliwa. Hamungezaliwa kama hii ndoa huku. Bazazi wote wenye wako humu wanimaliza kazi yao. Bazazi wote tunawatupia maua. Amkama na mimi. Mtafanya kazi yenu.
Sasa na nyie mjikaze baba kibeki maua. Wewe mwenye mtazana. Bon. Mbele ya kulete sema nitaomba Inosa kama iko atusomee kwanza ya ndiko moja. Inosa atusomee Ecclésiaste 5 chapitre 5 verset 4 et 5. Musikie. Ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuondoa ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa kwake, kuwa yeye huwi radhi na wapumbavu, basi usiondoe hiyo uliyowekea nadhiri. Tano inasema hivi: ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiondoe. Sio umesikia? Nadhiri c'est quoi? Nadhiri sema. Sawa. Kama penye hautatimiza usiviseme. République démocratique du Congo. Province biotique de la Congo, durant l'état civil, prestation de serment de mariage civil. Dada Esperance, nakupokea kuwa mke wangu na agana nao mbele ya wazazi, mbele ya wandugu na mbele ya serikali ya RDC, kama nitaishi nawe katika raha na katika taabu, katika afya na katika magonjwa, mpaka mwisho wa maisha yangu. Mama yako asikie sisi territoire de Mirabeau, des permis de secours, bureau d'état civil, prestation de mariage civil. Ndugu Kristian, nakupokea kuwa mume wangu, naagana nawe mbele ya wazazi, mbele ya wandugu na mbele ya serikali ya RDC, kama nitaishi nawe katika raha na katika taabu, katika afya na katika magonjwa, mpaka mwisho wa maisha yangu yote. Tunaenda kwa nadhiri ya pili. Mtasimama kisha mwangaliane. Tunasema moja moja. Baada mtia mikono ya goshi huko. Mkono ya goshi. Oniva. Mkanisha ndo kunamwambia mbele ya mareni, mbele ya pale kwa sauti. Mbona useme? Hauna mwambia kitu. Mwambie ndio unajua. Au mwambie kitu. Tukamate kwa mikono yao. Baadaye ndio mwakumbele kontrole. Mwabarisha na Mungu anawaambia vyote vyenye viko hapa. Oliva. Dada. Au mwambia kama tia mkono yule kwa kitu. Nous prenons acte de vos engagements. Mais ni kwenu utukuve kama mmekubali acte zetu. Wakati mutasalimiana officiellement devant le public. Et vous trouvez
tunajua Imana yaduhaye ngo twishime, hari ibyiza byinshi binezeza iyo bucuzwe nk'uko yabigambiriye. Ubukwe ni impano ikomeye Imana yaduhaye ngo twishime, harimo ibyiza byinshi binezeza iyo bucuzwe nk'uko yabigambiriye. Iyo urugo rwubatswe abarushinze bahabwa imbaraga zishitse, bakarema uruziga rwera iyo bemeye Imana ikaganza. Iyo urugo rwubatswe abarushinze bahabwa imbaraga zishitse, bakarema uruziga rwera iyo bemeye Imana ikaganza. Ingorane niziza ziyadukije, zirikana ko ari rusange mw'isi, mufatanye kuko ari byo bikwiriye, nimujye inama Imana izabarwanirira. Ingorane niziza ziyadukije, zirikana ko ari rusange mw'isi, mufatanye kuko ari byo bikwiriye, nimujye inama Imana izabarwanirira. Muzasaba umukiza ababe hafi no mu bihe bibi bigoye, ibicu n'ibikuba azabyeyura binduka umuco utangaza. Muzasaba umuremyi ababe hafi no mu bihe bibi bigoye, ibicu n'ibikuba azabyeyura binduka umuco utangaza. Uru rugo mubatse ruzarimbishwa ubugiraneza, impuhwe n'urugwiro, abamarayika nibwo bazarugenda, kandi n'Imana iyahererwa icyubahiro. Uru rugo mubatse ruzarimbishwa ubugiraneza, impuhwe n'urugwiro,
n'abamarayika nibwo bazarugenda, kandi n'Imana iyahererwa icyubahiro. Haba mu bikorwa no mu magambo hose ntihakabe kunyuranya, mureke Imana abe ari iyobora byose. Haba mu bikorwa no mu magambo hose ntihakabe kunyuranya, mureke Imana abe ari iyobora byose. Hari ingingi nziza kandi zikomeye tubasabira ngo abe arizo mwubakaho, ku rukundo, ubwenge no kwihangana bigaragare muri urugo rushya mushinze. Hari ingingi nziza kandi zikomeye tubasabira ngo abe arizo mwubakaho, urukundo, ubwenge no kwihangana bigaragare muri urugo rushya mushinze. Ijambo ngurakoze ryongera umwete n'akanyabugaburi bwiwe, ijambo ryiza riwaca umujinya mu muntu, nimuyakunde azubaka umubano wanyu. Ijambo ngurakoze ryongera umwete n'akanyabugaburi bwiwe, ijambo ryiza riwaca umujinya mu muntu, nimuyakunde azubaka umubano wanyu. Nimuyakunde azubaka umubano wanyu. Ubukwe ni impano ikomeye Imana yaduhaye ngo twishime, harimo ibyiza byinshi binezeza iyo bucuzwe nk'uko yabigambiriye. Muda umewadia wakati watimia, siku kubwa ambayo tuliyoisubiri, tunafuraha kufikia siku hii. Njoo mpenzi wangu tuisherehekee. Muda umewadia wakati watimia, siku kubwa ambayo tuliyoisubiri, tunayofuraha kufikia siku hii. Njoo mpenzi wangu tuisherehekee. Ni wewe tu uliyechaguliwa na Bwana kuwa mpenzi wa maisha yangu, na hapa mbele za Mungu na mbele za watu, daima nitakupenda, nitakuheshimu. Na hapa mbele za Mungu na mbele za watu, daima nitakupenda, nitakuheshimu. Ni wewe tu uliyechaguliwa na Bwana kuwa mpenzi wa maisha yangu. Twaombea mubarikiwe naye Mwokozi, mwishi kwa amani na salama, upendo uzidi kati yenu. Shukuru Mungu kwa upendo wake aliyeongoza mpaka leo, mmezirisha mfano bora. Mungu awabariki muzae watoto. Shukuru Mungu kwa upendo wake aliyeongoza mpaka leo.
umurere umubyeya umwana we umutoya ukageza ku musore muzirinde kuba kubwo gusenya muzibanire iteka ryose. Tunawasaidiana sote katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ahimidiwe tena milele Mungu mweza yote ambaye alinilinda akatulinda na ametufikisha saa kama na hii tukiwa zima tunasema jina lake lihimidiwe. Siku ya leo ilipamuta sote tutasimama na namba ya 184 baada ya wimbo mzee wa hutu atakuja tuweke panapo Dada yetu katika usichana wake ulikuwa pamoja naye, tarehe hii ya harusi tukiwa wanadamu umetimiza kupitia uwezo wako na utukufu wako. Umetupa mwanzo wa harusi, ingalau tunasubiria harusi halisi. Kwa haya yote uliyoyatenda kwa ajili yetu, jina lako lipewe sifa. Amen. Dhambi na makosa tulizozifanya kwa ulaji, kwa unywaji, kwa kuwazia na kwa kunena, kabla hatujaingia kwenye mkutano wa harusi, tunakuomba ututakase kwa damu ya mwana wako. Utakaporejea nasikie na akili zake haiwezi kujenga nyumba ya Kikristo. Ni mtoto mchanga kiimani na kiumri. Tunaomba nguvu zako. Siku ya leo umeona ni vema aingie kwenye shule yenye hatamaliza kamwe. Bila nguvu zako hawezi, umuwezeshe na kujenga unyumba. Nguzo ya kwanza ni uvumilivu, umuwezeshe kama iko nayo. Baada ya hapo tutajua neno lingine ambayo tutakayoisema. Nyote tunasalimiana katika jina la Yesu. Amena. Kwa sababu saa hii tuko na muda mchache hapa. Tunawashukuru kwa sababu nyinyi wote mmekataa kazi zenu, mmekuja kutushiriki mahali hapa. Mungu awabariki. Amena. Kwa hivi sasa, sababu mahali kwenye harusi itakuia huko kusale ni mbali, ni majengo Kilijiwe. Kwa hivi sasa
gari zenyewe ni kidogo sana. Ukiona hauna place mugari, usione mubaya, tutawakia pamoja hapa. Donc msipiganie kuingia mugari, hapana. Inafaa waongozi wapite mbele, bibi harusi, waimbaji, na kama jamaa ungepatikana wakikuwa kidogo, basi mutavumilia. Tunaelewana? Kwa hivi sasa huyu ikiwa tunaenda kwenye sale, kwenye kanisa huko, huyu njoo atasimama pahali pangu huko. Na hivi sasa kama vile jamaa ya kuitikia tarehe tukaongea ni hii. Kwa hivi sasa mzee, uongoze kundi kabisa katika njia, mwende salama ya kunena zaidi na wewe huko mwanaume. Mungu awabariki katika safari. Huyu musika, Mungu amubariki, aheshimu bwana yake, aheshimu Mungu, baraka zote zitakuwa iko pamoja nazo. Mungu awabariki na mwende salama katika jina la Yesu. Muda ambao tunaupitia kunataka kutolewa vurugu hapana kwenye gari. Nikusema naenda tukamata moya mie na huyu mie na wewe na muda umewadia, wakati watimia, siku kubwa ambayo tulioisubiri, tunafuraha kufikia siku hii. Njoo mpenzi wangu tuisherehekee. Muda umewadia, wakati watimia, siku kubwa ambayo tulioisubiri, tunafuraha kufikia siku hii. Njoo mpenzi wangu tuisherehekee. Ni wewe tu uliyechaguliwa na Bwana kuwa mpenzi wa maisha yangu. Hapa mbele za Mungu na mbele za watu, daima nitakupenda, nitakuheshimu. Hapa mbele za Mungu na mbele za watu, daima nitakupenda, nitakuheshimu. Ni wewe tu uliyechaguliwa na Bwana kuwa mpenzi wa maisha yangu. Na hapa mbele za Mungu na mbele za watu, daima nitakupenda.
huyu bibi anayekuja kapendeza kama mwezi, kama anayekuja kama aliyependezwa naye yuaja kutwaa. Tushangilie tukamupe utukufu kwa kuwa harusi ya mwana imekuja na mgeni. Harusi ya mwana na ushirika vitawale ndani yenu, watakia sote unyumba wa heri, amani wale ndani yenu, shema amani ya furaha kwa umoja. Bwana yetu aja kumtwaa. Muzuri kama safi kama jua, pendezwa naye yuaja kumutwaa. Wawili mkaona si vyema Adamu awe peke ya Eva kakufanana naye. Mwanzo wa uumbaji mama apate kuwawezesha kumushinda shetani na ila zake zote. No!
183 ili kipindi cha ibada yetu kianze hasa vizuri. Tusimame wapendwa. Vitu vyote ni sawa. 1, 2, 3. Vitu vyote ni sawa. Tunaanza program ya ibada ya siku ya leo. Tunakusihi Baba utuongoze watakaoimba, mhubiri, utupe utaratibu. Kila yeyote ambaye amefika mahali hapa mbariki. Tunaomba machache mengi kutuzidishie katika jina la Yesu. Jambo wapendwa. Hamshikie sana. Jambo wapendwa. Sawa. Leo ni siku ya nini? Tena na shamba. Katika siku za furaha za wanadamu huko siku ya Sabato, siku ya Sabato si siku ya furaha. Kuna siku ya harusi na siku ya kuzaliwa. Sasa hawa ndugu zetu nao wamepata neema kwa Mungu ya kusherehekea siku ya harusi yao. Basi na sisi tunapaswa furahi pamoja nao. Tunafika muda ya kupokeana, maana tunaona yule bibi harusi na wale wanaomsindikiza wote wamekwisha karibia. Ni hivyo tunafika muda wa kuwapokea. Bwana sifiwe. Asante sana. Tunawapokea kwanza hawa ndugu yetu Christian na mke wake. Sote tulioshe mikono tukimpokea tukisema tunapokea katika jina la Yesu. Amen. Sisi wakanza na tunapokea katika jina la Yesu. Amen. Hivi sasa tunatapokea wanamemba wa jamaa au peke wasimame kusudi jamaa ya ndugu Christian nao watazame msura. Watakapokuwa njiani usipite kwa ndugu yako ambaye unamfahamu. Simame. Wandugu mnawaona? Mnawaambia nini? Tuwapokee nao. Tunawapokea katika jina la Yesu. Amen. Mtakao wametutembelea watasimama. Wale ambao washiriki kwenye kanisa la Kanzana au la Majengo watasimama. Wale wetu nao ni wageni maalum nao tutawapokea. Msimame. Tunawaona wale ambao washiriki kwenye kanisa hawako washiriki wa Kanzana na Majengo nao tumewaona nao tuwapokee. Tunawapokea katika jina la Yesu. Tunafikia muda
ya kuona ndugu zetu ambao tunaamini nao sawasawa, ambao wanatoka nje ya mji wa Goma, ambao ni watengenezaji wanaokubali uhuisho na matengenezo, nao watasimama kusudi tuwapokee. Ndugu yetu pale yeye angani atashieleza kwetu, basi tuwapokee. Tunawapokea katika jina la Yesu. Amen. Malaika watashangilia
Akendeli jambo baramukunda mukundwa. Akendeli jambo baramukunda mukundwa. Izahuzika izakuriwa n'urogwana uzomuzagira umuryango mwiza. Ubagarira urukundo rwacu uzomuzagira umuryango mwiza. Nawe mugoresha uba uwacu, nawe mugoresha uba uwakurisemo. Akakurudisha abandi bose mwari kumwe. Nawe yatanama uri mugiribanga urukundo rwacu nibwo muzagira umuryango mwiza. Asante sana kwa waimbaji. Hivi tumeshapokeana na tunafika muda sasa wa kuisha neno la Mungu, lakini tunasihi wale ambao wanaosimama kimlango wapate huku juu, wasimame hata huku juu, inaweza kuwa vizuri kuliko kusimama kimlango. Pia tangazo kwa wageni wetu, hapa tuna nafasi ya choo, ni kwenda nyuma tu hivi, tunazunguka nyuma ya hizi gari pale, huko choo. Watakaofanya choo kubwa au ndogo watashielekeza pale. Pia kwa sababu ya nafasi zimekuwa kidogo, wale ambao wanaokaa na watoto pembeni watawasimamisha au wanawalea kusudi watu wakubwa wapate kwa ni hivyo tusimame na namba ya 115. Sasa ngapi? 115. Baada ya hii namba mwalimu wetu atakaribia. Sasa ngapi? Maneno mabaya yasitoke kinywani, moyo mwema uzuie hivi zisitambuke. Ipendeni asema Yesu, Bwana dini amri muzuri visiharibishwe masema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Na ipendeni asema Yesu, Bwana dini amri. Kwa majina ni Deva, natoka Shanje Msiki, niko na sherekeza kazi ya Mungu. Tunachokihitaji kwenu ni maombi, tuombee katika safari yetu, lakini tumesema acha basi tushiriki haya mema na mazuri ambayo tunaona hapa pamoja, na baada ya hapa ndipo tutaanza safari. Tuombe Mungu sasa. Tunakushukuru Baba mtakatifu uliye juu mbinguni, umetukirimia neema kubwa sana ya kuishi mpaka leo. Umetutendea makuu na maajabu ya kuona hivi tunavyoona mbele zetu, ni sababu ya upendo wako mwingi. Jina lako tukufu lipewe sifa. Ndiyo maana sisi sote tuliopo hapa tumeinama na tumeanguka miguuni pako sababu ya dhambi. Tunakuomba kama Mungu aliyetuumba kwa upendo, utuhurumie na utusafishe kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo. Kila mmoja wetu aliyopo hapa atakapoondoka arudi nyumbani na moyo wote tuliko akiamini ya kwamba tayari umemsamehe, kwamba na siku moja taona mbinguni. Na shukuru pendo lako. Tunafurahi sana katika kikao hiki tunacho. Ndugu yetu na dada yetu wamepiga vita kubwa sana katika dunia hii. Hawakupenda kukudharaulisha kama Mungu wa mbinguni aliyewaumba. Hivi leo wanaonyesha hiki kitendo ambacho kukipata ni vigumu hapa duniani. Uwabariki na uwasamehe
mahali ambapo walikukosea, ili damu ya Kristo iwafunike, kama vile wanaonyesha nuru katika mji wa Goma. Hii nuru ikuwe ndio chanzo chao cha kuwafikisha mbinguni. Tushukuru pendo, na sisi tubariki pamoja nao. Na katika neno fupi ambalo tunataka sikia, tunahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ishuke, ikae ndani yetu, ituongoze kwa kulisikia, baadaye na kulifanyia kazi ndani yetu, ili tuandalie siku moja kuingia mbinguni, na hapo tutafurahi na kushukuru pendo lako. Tunanyamaza basi kimya, tukiamini tunashukuru sana kwa sababu yeye ni mwema, ni mwema. Angalia Yesu kupitia kuna maajabu. Wana wamama wa baba wengi hapa wameacha kazi zao ambazo wangefaidika huko, lakini wameziacha ili wafike hapa kuhudhuria hii harusi ya ndugu na dada. Nanyi ambao nimejitoa hivi, Mungu awabariki sana. Hatutaenda mbali, nitawaomba, mimi ninawaomba, mkinikubalia, mnatega masikio, tunaacha kitu sawa kelele. Sitakula muda mwingi hapa, nitakuwa na muda mchache tu usudi tutoke hapa. Basi Mungu atusaidie sote, tulitangaza ambalo nimelitia mbele yenu, mlisamini vizuri. Tunataka jifunza neno linalosema hivi: harusi inatukumbusha nini? Wanaposema kukumbusha, ni kitu ambacho uliwahi kukijua, pengine baadaye zetu. Ninawasihi niwaambia kwamba harusi ni msingi uliowekwa na Mungu. Napopiga vita katika dunia hii, uone Baba na wewe siku moja utafanya kama hivi vinavyofanyika. Vitu vitatu tu, na hapo mimi namaliza. Kitu ya kwanza, harusi inatukumbusha uumbaji. Ninataka hivi, wakati Mungu alipokuwa anaumba, hatukukuwepo sisi, tulikuwa bado kuzaliwa. Lakini leo ukirudisha macho ya kiroho nyuma kule kumwanzo, utaangalia vile Mungu aliumba. Ni kitabu cha Mwanzo, sura yake ni ya kwanza. Asali karibu ya baba. Nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Fungu la 3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa njema. Mungu akatenga nuru na giza. Merci, nashukuru sana ndugu yangu. Sisi sote tumo ndani ya mchana wa leo. Tumetoka katika usiku uliopita. Mchana uliwekwa na Mungu. Hakuna mzungu mwenye aliweka mchana. Kuendelea na siku ya 6, hasa siku ya 6, Mungu akaumba wanyama mnaowafahamu: mbuzi, kondoo, ng'ombe na vingine. Na mwisho nisomee asali Mwanzo 26. Mwanzo sura ya kwanza fungu lake ni la 26, inasema hivi: Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa bahari. Amen. Nihurumie, mwangalie huku. Huyu ndugu Kristiano tukufananishe kama Adam zamani, na ng'ombe ilishakuwa pale, kondoo zilikuwa pale, kuku zilikuwa pale. Kuku na mbuzi zinakuzidi nyama. Sababu gani? Sababu ziliumbwa mbele, mwanadamu akaumbwa nyuma. Mama, ng'ombe iliishi kudunia, ni wewe kuyakanyaga kudonee napo na vingine. Nisomee kitu cha pili ambacho harusi inatukumbusha ni Sabato. Soma Mwanzo 2:1 hadi 3. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 fungu la kwanza inasema, basi mbingu na nchi
nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akubariki. Amen. Wandugu wapenzi, haya maandiko ambayo tumeyasoma, ambayo yalitendeka huko katika bustani ya Edeni, hakuna madhehebu yenyewe ilikuwa hapa duniani. Saa vile unaona kila mtu anashikokotea, sio vile wanasema, anashikokotea, Adventista anafuta, Katolika inafuta, Sepake inafuta kule, Branhamite wanafuta hapa, watengenezaji wanafuta kule, wengine hapa. Hakuna hata sehemu moja yenye ilikuwa pale mwizi ambazo nimetoka kusema hapa. Ndugu mpenzi ambaye ametutembelea, fuata vizuri. Sabato inaonekana kule bustani ya Edeni. Mungu anayepumzika kwa kazi alizozifanya pamoja na Adamu. Kumbe harusi ya leo inatukumbusha na kupumzika sabato ya Bwana. Sabato ni mojawapo ya amri 10 za Mungu ambazo tunazisoma ndani ya kitabu cha Kutoka sura ya 12 fungu la kwanza kuendelea hadi 16 na 17. Nisomee Mwanzo 2:18. Inasema nini? Sababu Adamu na Mungu wanapumzika, lakini kuna kitu ambacho kamebaki. Nisome Mwanzo 2:18. Inasema, Bwana Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msitu na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai jina alilotaka Adamu, likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila wanyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia kijana wala binti ambaye ana bahati ya kufanya kama hivi, sababu ya majaribu yaliyomo katika dunia hii. Na Adamu naye kwa furaha kubwa aliyoipata ni sababu Mungu akaona si vema huyu mtu abaki yeye mwenyewe, akamuumbia mwanamke ili waishi kwa pamoja. Kumbe wandugu wapenzi, harusi inatukumbusha uumbaji wa Mungu, inatukumbusha sabato ya Mungu na jinsi Mungu alivyomuumba Eva akamletea Adamu. Na la mwisho sasa, kitu cha mwisho, sababu sitaki nichelewe hapa, harusi inatukumbusha nini tena? Harusi inatukumbusha kunyakuliwa kwa kanisa la Mungu hapa duniani kwenda mbinguni. Tungali na macho, na kazi ya macho ni kuona. Sikii yeye wale wakati alipokuwa kwenye kisiwa cha Patmo, akaingia ndotoni, akaona mwanamke na joka. Joka ni shetani, mwanamke ni kanisa. Ile ndio ufafanuzi ya unabii. Alikuwa anavaa namna gani? Wandugu wapendwa, tumefanya vitu zetu zote, tukapata franga, tukanunua nguo, tumevaa kweli, tumevaa. Angalia, wakati Yohana alipoona lile kanisa moja, hajaona wanawake na joka. Watu sijui wanasoma namna gani Biblia. Wanasema mkila sehemu, mkila kanisa kuna bibi harusi, kule tutatoka bibi, unashidanganya wewe. Ile andiko haiko. Sikia, Yohana alipoona watu wenye watatoka hapa duniani, aliwaona kwa kikundi moja, yaani ni mke mmoja, mke na joka. Alikuwa amevaa namna gani sasa? Angalia, eti kwenye kichwa kulikuwa jua, kwenye mabega nyota
kama ni Ashera angalia, ndio maana unaona hivi. Wengi ni marafiki zako, wanaishi pamoja naye, wengi wanakaa kule pamoja naye, lakini kwa leo mambo yamebadilika, sababu anawakilisha kanisa la Kristo litakalotoka hapa duniani na kwenda mbingu. Sieni mbali, ninyi mnaangalia namna alivyo, ule ndio mfano wa kanisa la Kristo hapa duniani. Tupige vita sasa. Kwa hiyo ufafanuzi wa ule mwanamke unapatikana katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 32, mstari wa 31 na 32. Usome pale tu. 5:31-32 inafafanua Ufunuo 12. Nasema nini? Kitabu cha Ufunuo sura 5. Waefeso tafadhali sura 5 mstari ya 32. Wanze na 32. Wawili watakuwa mwili mmoja. Mungu akubariki. Nisomee Wakolosai 1:18 nasema nini? Kitabu cha Wakolosai 1:18 inasema, naye ndiye kichwa cha mwili, yani kichwa cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, Kristo ule, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Lazima atege sikio kama vile mimi. Ya kwanza, nisomee kitabu ya Zaburi 45 fungu la 10 nasema nini? Dada yetu, umetoka nyumbani, umeenda kwingine, ni lazima usikie Mungu anasema nini. Kitabu cha Zaburi 45 fungu la 10. 45 fungu la 10. Zaburi 45 fungu la 10 inasema hivi. Sikia binti, utazame, utege sikio lako, na sikio litege, wasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Subiri kidogo ndugu yangu. Shida iliyopo katika siku hizi ni hii. Hapa ninaona kuna wababa na wamama, lakini wengi huko nyumbani wanatoa machozi. Wanatoa machozi kwa nini? Baba na mama wanafanya shughuli zao, wanatafutisha pesa za leo. Ninasikia wanakuomba $10,000 eti ndio zenye utapana kule, ili huyu binti, ili kijana wala mtoto wako apate ule fee. Kusigusa, jasho inatoka. Mama na baba wanaanza sema, ninaenda pata mtoto mwingine. Anapofi andiko limesema, tazama, tega sikio wewe. Ya kwanza, usahau. Wasome tena. Zaburi 45 fungu la 10 nasema, sikia binti, utazame, uone, utege sikio lako, na sikio fungule, uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Anafika leo nyuma ya siku 3 wala 2 kwao, anarudi. Ndio utaona huyu, hata mimi niko namwambia, lakini niko naambia na hawa wenyewe bado wangali wanatafutisha. Unifuate tu. Kitabu cha Shauri kwa kanisa kilisema hivi, huyu ambaye mara kwa mara anazunguka na kurudi kule, dalili zake ni hizi. Ataanza tenganisha mume wake na ndugu zake, katikati yao kunakuwa kibaba. Ataanza kuwa nakataza huyu mume wake kutokuwa na uhusiano na baba yake na mama yake, matengano ya sheria, na anamtosha pale ale, anamwambatanisha na kule familia ya kwao. Bwana sasa, franga ni kule, makonsei ni kule, sijui vya wapi
ni kule ile andiki kasema kuliko huyu papa ni ule papa mimi namuona pale. Mungu akubariki sana. Andiko likasema huyu baba na mama ambao walikuwa na furaha ya kusema kwamba wanaenda faidika mtu mwingine, eti wanapoteza na yule kijana waliyekuwa naye, wanaomba sehemu zote. Ile ndio hasara yenyewe ilishaingia mwili dunia. Takuta wa mama andiko anasema huyu mzee mwenye alikuwa anahitaji msaada na nguvu kwa mtoto yake, na ule binti mwenye anaingia ili afurahi katika uzee wake ni kuinama na kudondosha machozi mara kwa mara. Ndipo nakuta mama na baba mara kwa mara wanafanya hivi wanaye. Kuliko ndoa iwe baraka, ndoa inageuka kuwa laana. Siwatakie ndoa ya laana, wadogo wapenzi. Mimi ninawasihi na kuwaomba ili ndoa yetu ya leo iwe kweli ni ndoa ya baraka na amani. Dada yangu naye nifuata, uambatane na mume wako. Umemwona baba tena mwingine na umemwona mama mwingine, ule ndiye ambaye anaweza kuwa anakupatia shauri. Na Yesu Kristo anapoona vile unavyotii mama na baba, na mwisho wa dahari utapata uzima wa milele. Na wewe kijana, kama utakapo simama vizuri na kumpenda mke wako kwa shauri nzuri ambazo anaweza kukupatia, bila kuachana na msingi ya kujua kwamba ugali na mzazi mama na baba, na kuwasaidia katika uzee wao, ninakwambia na wewe utapata uzima wa milele. Kwa ndugu wapenzi, tulikuwa na mengi ya kuongea, lakini muda na nyinyi mnaona kwamba umeyoyo. Ninaweza waomba tu basi tuyapokee haya machache, Roho wa Mungu ayapendeze katika akili zetu na mioyo zetu, ili kila mtu awe na nia ya kuyafanyia kazi, na hapo mwisho tutavuka uzima wa milele. Muniombee hilo, nami ndio ombi langu kwenu, ni katika jina tukufu la Yesu Kristo. Kwa hiyo basi tunasoma mbele na kipindi chetu. Tunamkaribisha yule ndugu aliyetuletea bibi harusi. Karibu kwake, akaribie kabisa. Bwana sifiwe. Ni furaha kubwa sana kuona jinsi Mungu alituongoza kwa safari ambayo tumepiga. Amekutanisha na jamaa pia na kanisa. Ni mjumbe wa mzee Hakumabayoka. Kwa siku zilizopita mzee Hakumabayoka alitokea jamaa ya Frimo Juste. Wakifika kwake kwenda kumulomba msichana, naye akawapokea. Pia msichana akawaitikia, lakini akawapatia shurti. Bila kwenda mbali, shurti waliitimiza, tukashukuru. Na mwishowe wakamuomba siku ya kuwapelekea msichana waliokosa kwake. Akawapa siku ndiyo hii ya kuwapelekea huo msichana. Mimi kama mjumbe wake amenituma hivi: ndugu yangu Mwimbo Juste hakunikoseaka lolote kwa mapatano yangu naye. Nami kwa siku ya leo tarehe 10 tunaendelea kuwaombea baraka. Mungu aendelee kuwabariki kwa safari ya maisha yao yote ambayo iko mbele yao. Ile kidogo ndio neno ambalo mzee Hakumabayoka alinitwika. Asante kwa mzee Mwimbo Juste, karibia hapa. Asante sana, umeona mwisho wa safari yangu, na Mungu akubariki.
Bwana asifiwe. Amen. Cha kwanza tunashukuru Mungu ambaye mwenyewe amekuwa nasi na kutuwezesha tukaiona katika tarehe hii. Bwana wetu apewe sifa. Ndugu yangu ninakushukuru sana. Nami ni ujumbe ambaye mwenyewe nimetumwa na jamaa ya Rwemo Justina. Tulienda sawa eleze, nilipofika kule wakatupokea, tukalagana na tukapangana kwamba siku ya leo ndio watatuletea msichana. Tumempata na tumeshukuru. Ndugu yangu bila kwambia waambie hakuna jinsi tumepatana na ndio vile ametimiza. Mungu ambariki. Bila wasa mzee pale naisha ona naye na anafurahi tena sana. Kukaribia hapo tu. Kama mwingine njia. Mzazi mzuri nilipokea kama kawaida. Mimi mwambie kwa kuona kabisa mimi watumieni Christ. Mungu ambariki milele milele. Tunafika muda wa kuweza kuwasaidia ndugu zetu kwa msaada ambao unaweza kuwa umekuja ndani ya mfuko. Wengine wana makato tofauti.
Acha tuwajulishe ya kwamba kando haikuaje ndani ya kidogo, hata shindano tena. Jamu sana. Furahi sana kabisa. Leo watoto yangu wanapatia raha hii. Amen. Mimi hapa nimewatayarishia pusi. Amen kabisa. Ya kidogo. Ila tuko nayo hapa sasa hivi. Nafikiri leo nisi wako hapa na waita wote wawili. Kwa maitwa. Ubarikiwe sana. Mungu akubariki baba.
nyimbo za waimbaji nazo ni tamu, si tunaendelea kubarikiwa. Katika harusi watu hawataki kukula na kunywa tu, lakini nyimbo kama na hizi na mafundisho ambayo yanayotujenga nayo ni mazuri. Tunarudilia kwa wale ambao wako na fika nyuma ya kwamba ikiwa una mchango wowote au bado fulani ambao umekuja nayo, unaweza isogeza hapa mbele, utapokelewa na Mungu awabariki. Imana yaduhaye ngo twishime, ari
harimo ibyiza byinshi binezeza iyo bucuzwe nk'uko yabigambiriye. Ubukwe ni impano ikomeye Imana yaduhaye ngo twishime, harimo ibyiza byinshi binezeza iyo bucuzwe nk'uko